Kupitia taarifa ambayo imetolewa na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kwenye mkutano na wanahabari ambao ulifanyika kwenye makao makuu ya klabu hiyo pale Jangwani, na alitoa taarifa ambayo ilikuwa ikiuelezea kuelekea mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa Jumamosi hii kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 11, ambapo walipoteza kwa jumla ya bao 1-0 pale Malawi, na wanakwenda kwenye mechi hiyo wakiwa na nafasi ya kushinda tu kwa zaidi ya magoli mawili bila kupasi na kuruhusu goli ili watinge hatua ya makundi, na kueleza kwamba kutokana na majadiliano mbalimbali ambayo wameyafanya ikabidi waweze kutoa viingilio na kufanya mchezo huo kwa mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo ambao wanatamani kwenda kuishuhudia Yanga ikicheza, basi wataingia uwanjani bila kulipia kiingilio cha aina yoyote ile kwenye maeneo ya mzunguko. Kauli ambayo imezua mijadala kwenye maeneo mbalimbali, wengine wakijaribu kubeza, kafika hatua mpaka meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally akijaribu kuwasimanga kwamba wamezoea vya bure, kuimba wimbo wa Mario na mambo mengine kama hayo. Sasa mara baada ya taarifa hiyo, kabla haijapoa, tumeshuhudia pia klabu ya Singida Black Stars na wao pia wakiwa wametangaza kwamba mchezo huo ambao wanakwenda kucheza pia na wao siku ya Jumamosi majira ya saa 1 kwenye uwanja wa Azam Complex, wao wakiwa wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo watarudiana na Flambeau kutoka pale Burundi. Wameweka bure kwenye maeneo ya mzunguko, VIP ikiwa ni shilingi 5,000. Watu pia wakijaribu kusema kwamba tunaendekezana mashabiki, timu kubwa hazifanyi hivi na mambo mengine kama hayo. Sasa wakati pia jambo hili la klabu ya Simba, jambo hili la klabu ya Young Africans kuingiza bure mashabiki, lakini pia Singida Black Stars kutangaza kwamba na wao wametoa viingilio kwa upande wa mzunguko, klabu ya Azam FC pia ambao wana kibarua siku ya Ijumaa Oktoba 24 mwaka 2025, Ijumaa hii, na wao pia wametangaza kwamba kwenye mechi hiyo ya marudiano dhidi ya KMKM kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kama wakishinda wanatinga hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, kwamba na wao wametoa viingilio na wanafanya mchezo huo kuwa bure, lakini ni kwenye maeneo pia ya mzunguko. Ninukuu kile ambacho wamekiandika kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram kwenye page ya klabu ya Azam FC. Wanasema no entrance fee. Habari njema kwa mashabiki wa soka, tunapenda kuwataarifu kuwa hakutakuwa na kiingilio kwa majukwaa ya mzunguko kwenye mechi yetu ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya KMKM. Ofa hiyo haitahusisha majukwaa yote ya watu maalum VIP, ambapo tutatoa kadi maalum kwa watu wote watakaoingia kwenye eneo la majukwaa hayo. Unapitwaje na mechi hiyo ya kihistoria? Tukutane Azam Complex kesho kutwa Ijumaa, wakiwa wamaliza na hashtag Nizamu ya Azam FC na mambo mengine kama hayo. Unaweza ukaona hapo miongoni mwa timu 4 ambazo zinatoka Tanzania bara zinashiriki kwenye michuano hii ya kimataifa, timu 3 zimetoa viingilio kwa upande wa mashabiki kwenye maeneo ya mzunguko. Klabu ya Yanga ambao wapo ligi ya mabingwa ambao wanatarajiwa kucheza na Silver Strikers Jumamosi hii, wameweka mechi bure. Singida Black Stars ambao wametoa viingilio kwa upande wa mzunguko, lakini pia Azam FC ambao wanaisaka tiketi ya kutinga makundi kwa mara ya kwanza kwa michuano hii ya kombe la shirikisho, na wao pia wakifuta viingilio kwa upande wa mzunguko. Unaweza kuweka hapo maoni yako na kusema umeonaje swala hili kuhusiana na
ufutwaji huo wa viingilio. Wapo ambao wanajaribu kujenga hoja kwamba tutakuwa hatukuzi soka letu, wengine wakijaribu kusema kwamba tunaendekezana, wengine wakijaribu kusema kwamba inabidi iwekwe pesa hata kama wakiingia mashabiki wawili basi wawe ni hao hao, na kila mtu akijaribu kusema kwa vile ambavyo anaweza. Wewe una maoni gani kuhusiana na timu hizi kwa Tanzania kuweza kufuta viingilio na kufanya mechi hiyo kuwa bure? Tunashuhudia huko kwenye mataifa ya wengine ambao tunasema ni kama wameendelea kwenye maeneo hayo ya upande wa soka kama vile Misri, Morocco, Tunisia, Algeria, Nigeria. Huko tumekuwa tukiona namna ambavyo mauzo ya tiketi yanakuwa hela nyingi sana, lakini pia timu za taifa, mbali tu na timu za ambazo zinashiriki ligi, lakini hata pia kwenye timu za taifa wamekuwa wakiweka viingilio. Sasa baada ya taarifa hizo pia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe hajasita kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya hizi taarifa kwamba wameweka mechi bure. Ally Kamwe anasema, hongereni sana Azam FC kwa kuiga kwa Yanga namna bora ya kuwajali mashabiki linapokuja suala muhimu mezani. Safi sana. Mashabiki wa klabu zetu wamepata thamani yao katika wakati sahihi kabisa. Mmeonyesha ukomavu kwenye uamuzi wa mambo ya msingi tofauti na wale vibaka wengine. Tukutane uwanja wa Mkapa Jumamosi hii. Kwamba Ally Kamwe amefurahi kuona Azam FC imefuta viingilio, na akisema kwamba imewajali mashabiki wake kwenye wakati muhimu na kwenye mechi muhimu kama hiyo dhidi ya KMK. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekisema meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Nafasi pia kutuandikia. Hii ni Ava TV. Hakikisha unatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii hapa YouTube. Hakikisha una subscribe, lakini pia tunapatikana Instagram. Hakikisha unatufollow ama kutufuata ili tu uwe wa kwanza kupata habari zetu kutokea hapa